Mungu anatarajia kufanya kujisafi. Na aliposhuka hapa duniani, na tulisoma Yohana 12:26, ilipofika sasa wakati wa kifo. Unajua mbinguni alikubali kifo, hakuwa na mwili. Sasa alipopenda mwili, anaacha heshima, anaacha utukufu. Unakuta mtu anakuja kwa ibada kama anatosha. Wewe ajabu sana. Unapofunga duka yako, kama kuna ibada, na kufunga duka yako, wasonaenda kwa ibada, mbili ndogo, una sacrifice bure. Kuna wateja saa zingine 5, 10 wangekujeni wakati, lakini umeamua kuifunga kwa sababu kujitoa katika maneno ya nani? Ya Mungu. Mbili ndogo imelipa kwa Mungu. Na baada sasa ya Mungu alifika dunia, akamwambia Baba, naona mimi nachanganyikiwa. Wakati nimechanganyikiwa sababu na kifo, na sio kifo ya ukimwi, na sio kifo ya malaria, anataka kuuawa kifo ya aibu. Kwa sababu naomba hii kitu nipitie. Akasema no, ni kwa sababu nimetoka mbinguni. Baba, kitu naomba kwa sababu nakubali sana, naomba unitukuze. Mungu sauti katoka mbinguni na hata kutukuza, kwa sababu Mungu wote anaishi maisha ya sana kwa maisha yake binafsi. Mungu wote anaishi maisha ya kujisakri kwa kazi ya mtu mwingine. Mungu wote anaishi maisha ya kujisakri kwa ajili ya watu wapende sana. Mapepo ipende sana, dunia ipende sana, lazima mbili itakutukuza. Na baada ya Yesu kufa kifo cha aibu, Biblia inasema akapata jina kubwa katika majina, na akapanuka. Jina la Yesu linatajwa Marekani, jina la Yesu linatajwa Ulaya, jina la Yesu linatajwa Asia, jina la Yesu linatajwa Afrika, jina la Yesu linatajwa ndani ya maji, jina la Yesu linatajwa kuzimu, jina la Yesu linatajwa. Akapata jina kubwa kupita majina yote. Mungu hakujitoa ya taratibu kitu kwa mtu yoyote, never. Kwa sababu anajisacrifice. Na mtu mwenyewe tarajia kitu kwa mtu yoyote ndio anadoka kwa viongozi. Lakini watu wanaotarajia vitu kwa watu hawajawahi kuwa chochote hata siku moja. Nimaliza andiko hili, nimaliza peti ya kujitoa, kisha tuingie. Nakwambia kazi ya Yesu na neema inapatikana wakati wako sana, bila sacrifice. Au utaishi maisha ya kawaida, mwaka nenda mpaka utazeeka. Ulipozaliwa sio kutokana na familia maskini, ulikuwa wakati na wakati mzee. Vipi bado kuna miaka 50, hata baskeli hana, hata bodaboda hana, hata gari hana. Sasa ulikuwa lakini baada ya kukua unakuta wengine wanapitisha hata maisha yako inakuwa mbaya hata kushinda ya baba yako. Yako inakuwa mbaya zaidi kushinda ya baba yako. Na wale wanaona kama baba ni ujinga fulani, wanaona kama baba hajielewi, kwamba anatumika sio mbio iliyofaa kutumika. Lakini kama mtu anataka kuwaambia hii mwaka kabisa wa maisha yetu, kazi sana, matajiri, sifa ya tajiri anaamka na sifa ya maskini saa 2 asubuhi iko na utani. Ukiletea ndoto ya asubuhi naikemea, kwa sababu ndoto inaota katikati ya nini? Ya usiku. Na hata Kongo ni moja ya sifa. Kongo ni moja ya sifa. Wakongo na Watanzania wakachani sana kidogo. Kongo ni moja ya sifa. Lakini kwa mkisa mbili nani angali nalala ni sifa fulani kama mtu mwenyewe unaishi. Angali nalala. Biblia inasema maskini analala mpaka saa 3 ya asubuhi. Ndio Biblia. Lakini sasa tajiri anaamka mapema sana. Una sacrifice usingizi. Ni utamu kulala, ni utamu kutoka, lakini usingizi unaleta umaskini. Ndio Biblia inasema.
Tusome andiko ya mwisho na kisha kabisa mambo ya kusababisha nini. Warumi 11 mstari wake wa kwanza. Tusome andiko hicho. Romans chapter 12 verse 1. Romains chapitre 12 verset 1. Tasimama tusome leo. Warumi 11 mstari wa kwanza. Basi nauliza na wasi sio nauliza. Warumi 11 12. Warumi 12 mstari. Basi na wasi wa upendo wa Yesu Kristo, toeni miili yenu kuwa dhabihu. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma za Kimungu, itoeni miili yenu iliyo dhabihu iliyo hai, takatifu. Unapumzika kidogo, napumzika kidogo, takatifu, napumzika kidogo, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu itakayokuwa na nini na maana. Kuna wakati mtu anaenda ibada lakini hana ibada ya nini ya maana. Kama una ibada ya maana, hautakuwa na maisha ya nini ya maana. Paulo anatumia kanisa ya Warumi. Baada ya kanisa ya Warumi kufunguliwa, hii kanisa ilikuwa na udhaifu karibu tatu. Mwanzo utakuta wasifu, washukuru, wafanyeni, lakini akaanza kuwarekebisha katika udhaifu tatu kubwa kanisa ya Warumi. Na tunashukuru umeokoka, ni kitu kizuri. Tunashukuru unapata maneno ya Mungu, ni kitu kizuri. Lakini katika maisha yetu kuna kitu moja, mbili, tatu tunaweza kurekebishwa. Kwa Biblia haikuandikwa hasa kwa ajili asilimia 58 na asilimia 85 ya Biblia inaandikwa kwa ajili ya watu, na asilimia 15 ndio inaandikwa kwa ajili ya watu wasio. Biblia inasema sasa, wale wanashauri kanisa ya watu kama vile Dr. Frank anaweza kuongea na kanisa ya Coming Seed Fellowship Dar es Salaam. Nasema ndugu zangu, ndugu zake ni wana mtu yote aliyokuwa katika dini Kristo, kama unakuwa mchungaji, nabii, sote ni ndugu katika. Anasema nina wasi. Kwa nini anatumia neno kusi? Kwa sababu kanisa hata kitu ya maana ya Mungu leo kesho kuambia ni wamaza lazima kitwa fedha, lakini hawawezi kulazimisha kutoka kanisa hili. Kadhaa kuna sasa hii kama kanisa ingekuwa na jela, Paulo asingewaambia nina wasi. Paulo aliwaambia ni lazima, na mkikosa kuifanya mtafanya nini? Mtafungwa. Lakini anambia nina wasi. Paulo ndio kitu ya maana. Baada ya kuona kanisa limefungua na hii kanisa inaanza na inaendelea, lakini atakuwa kuta kuna udhaifu tatu kubwa sana. Na moja ya udhaifu alio wameokoka lakini wanashika sana. Ninawasi mtoe miili yenu wasafi. Watu walikuwa wanaokoka lakini miili hawatoi sana kwa maneno yao. Hata kisitaka kichwa kwa mbali tu. Yesu. Kichwa sitakuja baba. Ukitokea siku fulani tu kwa sherehe ya familia, unaweza tu kupata kwa maneno ya Mungu kama hakuna jambo lolote. Ninawasihi kwa huruma yake Mungu, mwitoe miili yenu kuwa sacrifice. Ukawa usijitoe. Kuna mambo tunafanya wakati kuna shughuli umekimbia moja mbili tatu, lakini Mungu anapoona unajitoa, Mungu anasubiri kile unafanya. Ukijitoa yanajitoa, ukienda mbali naye
yanaenda pale, ukimtumikia yale. Sasa kanisa ya Warumi, watu kumpenda Yesu, walimpenda, kuimba waliimba, kusema walisema, lakini ni kanisa ilikuwa na matatizo ya watu waliokoka, lakini watu wengi hawafahamu sana. Unaweza kuona leo kesho nashangaa mbona mtu anakuja ambapo unabakia na swali, unajiuliza una shida gani? Lakini basi mtoe miili yenu kwa sacrifice iliyo hautakufa, ili mwili kwa wakati nitaka kwa wakati tunaangalia kipindi kwa television, ili mwili kwa wakati nitaka kwa sababu wiki nzima unatumika kwenda friends yako, ili mwili nakwambia kwa wakati nitaka kwenda, lakini kwa sababu unajua kwa Mungu unataka. Sasa nasimamisha hiyo mambo yote, mimi naenda mbele unakuwa nani? Mwitoa miili ikiwa hai. Namba 2, takatifu. Neno mtakatifu kado, separated by sin and consecrated. Iwe mwili inatengwa na dhambi na inawekwa wazi kwa ajili yako. Biblia sema itakuwa ibada yenye maana. Na wakati mtu atapatikana kila siku ibada, siku atapatikana na kuwa na ibada sio na maana. Na wakati wote utakuwa na ibada. Sisi wote tuna masababu ya kutopatikana. So hakuna mtu anakosa kitu ya kufanya. Jumatano kila mtu ana kitu ya kufanya. Ijumaa kila mtu ana kitu ya kufanya. Jumapili kama hata kama nilekana mtu story naangalia kipindi kwa tunaendelea mechi ya jana kwa Coast na Egypt. Naona tuliangalia kwa wakati niliangalia vile wanasimama kwa kila mpira, naangalia niliangalia kila mtu anakinya anavutiwa, niliangalia hata wengine wanasema kwenye ibada ya television. Hapo ni ibada ya television. Uongo. Ukipata kwa television au pata ibada unasikiliza tu mahubiri. Hakujawahi kuwa ibada ya television. Kwa sababu ibada ina sehemu. Sehemu ya kwanza usiku wa Bwana. Sehemu ya pili neno. Sehemu ya tatu kutoa sadaka na sadaka. Sasa utajikuta ya television unasikiliza neno. Hata ndio wakati wanatoa wao tu au kwa ibada. Sasa hiyo itakuwa ibada yenu ya maana. Hatutaki kuwa tuna ibada kama ibada, hatutaki kuwa na ibada ya upuuzi, lakini tunataka kuwa na ibada ya maana. Na kwa kupata ibada ya maana, lazima mtu anafanya nini? Anasafi. Na amesomeka kanisani wa unaenda, anaamua tena naenda mambo ya kushughulikia njaa, naende hiyo kazi haiko vile inahitaji kuwa, naende unapojitoa muda. Na si vile sana kusikiliza, kusema neema ya Bwana wetu ni Yesu Kristo ikae, si kujitoa mara moja, ni kujitoa kila siku, tangu siku umeokoka na mpaka siku utakufa. Unakuwa na maisha ya kujitoa katika malezi, unakuwa na maisha ya kujitoa katika kazi yako binafsi, unakuwa na maisha ya kujitoa katika kazi ya watu wengine. Ndio mwisho wa siku utapata jina kubwa kupita majina nini yote. Hii mwaka wa kwanza, na kama ni mwaka wa kwanza kwa lugha fupi, ni mwaka wa kufanya vitu different. Nikwambia Daudi alifanya kujitoa bila kupigana na akapata jina kubwa kushinda mfalme, akapata jina kubwa kupita mkuu wa majeshi, akapata jina kubwa kupita Waisraeli wote. Haikujalisha amesoma, haikujalisha ametokana familia maskini au familia tajiri, haikujalisha ametokana mjini au kijijini, lakini kitu tu Daudi alifanya moja, kufanya nini? Kujisacrifice. Na haikuwa mara ya kwanza Daudi kusema. Wakati mfalme anamwambia aweze kwenda kupigana
na Goliathi kwa sababu ni mtoto mdogo. Daudi anamwambia anasema mtumishi wako si ndio kubana na Goliathi miaka 10 lakini ana rekodi ya miaka 10 miaka 15 kwa sababu Daudi anaanza kuchunga kondoo baba yake akiwa na miaka 10 anaenda kuchunga kwa msimu. Sasa mfalme yuko na mkataza asende kupigana kwa sababu ni mtoto mdogo, asijisali. Akamwambia mtumishi wako unaniomba tu hivi, nilipokuwa nachunga kondoo baba usinde bila sote hapa sinde ikija upende tunafanya hivi, tunatoroka kushika mifugo, nilienda kumtoa simba ile nguvu ile courage. Nasema wewe ile simba ni kujisacrifice. Nilienda nikamtoa na simba alipogeukia nilipiga nikamuua bundu yetu nilipiga maisha ya kujisacrifice. Wakati mtu anaishi maisha anapata vitu ya kawaida. Wakati mtu anaishi maisha ya kutokufanya kitu pia anapata. Mhubiri mtumishi wa Pastor Daniel pale shamba kabisa. Akamwambia kwanza alisema akasema Wagalatia 6:7. Asema tusiuzie kile mtu anafanya ndio kile mtu anafanya. Ukijitoa unapata Mungu anatoa. Ukifanya ndio unapata vitu. Kile mtu yuko na hali ndio kile mtu pekee yake anafanya nini. Hata unaona utakiwa na muda si mrefu, utakiwa katika maisha yako muda si mrefu. Vile tuko inatokana na vile. Sasa maisha ya Daudi, angalia Daudi alikuwa na uwezo wa kukataa. Kondoo ilikuwa chini. Kaka wanapokuwa wanaume nani? Si mali yake, ni mali ya nini? Ya familia yake. Wanaweza wakati anaona simba na kwa nini nitakufa kwa mali ya nini? Ya familia na tu ndipo kwa familia ni apende. Wakati Mungu anamtuma nabii Samuel kwa katika watoto wa Jesse, kuna mmoja atakuwa mfano. Baba aliita watoto sawa, lakini hakuleta na Daudi. Alikuwa na uwezo wa kukataa. Vipi mimi niendelee kuteseka na imani ya baba na mimi sifanye nini? Sihesabike, sina maana, sifai. Lakini hata kama baba na mama walikuwa na mkonsida ama kumchukua mama, alitumika kwa hiyo kazi kwa nchi ya kuwa mwanajeshi, kwa nchi taifa ilikuwa bado mdogo, lakini akaamua kujisacrifice. Unaweza kuwa kwa kanisa la cheo, unaweza kuwa kwa kanisa singine hata mkisaidia, unaweza kuwa kwa kanisa, lakini mtu mmoja alijitoa kwa hicho alipata cheo. Ukijisacrifice kwa kitu chochote, unaona tena kwa television huyo Mungu wale wa Kongo walikuwa kazi imelipa kwa kila mechi euro 2,000 kila mechi. Sasa walikuwa ndio kwa dakika 90 yote anafanya kitu kile. Alipofika Kongo alipokelewa na rais. Jana amepewa gari ya bei mpya na rais. Mungu wa kawaida akusoma haikuchochote, lakini anafanya kitu na kumaanisha. Wanasema leka salamu yako kwa kwenda shukrani. Ametoka familia maskini, ana rafiki. Sasa watu wanaanza kumgogelea maamini utawala. Kila mtu wanaona kuna nini? Iko nafanya kitu. Mungu anaweka kwa rekodi ya Guinness. Kwa sababu hakuna mtu duniani ameweka kazi bila kutikisika, bila kudili. Alifanya dakika 115. Karibu masaa 8. Mechi yote inaanza kuanzia mwanzo. Mfunge msifunge hivi. Mcheke msicheke hivi. Mpige makelele hivi. Goli ingisi bila kutikisika, bila. Sasa kamera zote kwa kuna mechi. Ito walisia baki mkata sokoni. Kamera wote walikuwa wanaangalia.
kamera ya ndio mamoja, lakini namuangalia mtu anafanya nini? Amejisaka. Mungu yoyote anayejitoa kwa jambo lolote, upendo sio mwisho wa siku na mwaka, kama tutaamua kujitoa kwa shughuli, kujitoa, hapana kutumika kama vile, hapana kufanya kama vile. Namba 2, kama tutaamua kujitoa kwa mambo ya watu wengine, basi kama umeajiriwa, pale umeajiriwa sija kukosa na kupenda kosa. Haijalishi kazi yako sija, lakini kwa sababu umeajiriwa, jisaka. Na namba 2, kama tutajisaka kwa maneno mapepo ipende sana, watu wapende sana, dunia ipende sana, Dar es Salaam ipende sana, imwaka utaenda kupata jina la Bwana libarikiwe. Asa tuende kuona sifa ya pili ya kiungu. Unajua ni sana Mungu wakati pia alijisaka Yesu. Wakorintho wa pili, tusasimama tusome neno sasa. Tunaanza sasa mafundisho yetu. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 14. Imeandikwa, neema ya Bwana Yesu Kristo, neema ya Bwana wetu Yesu, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote, ukae nasi sote. jina la Bwana libarikiwe. Utakaje? Hii ni maneno Paulo anaandikia kanisa ya Korinto, maneno ya mwisho, na mara nyingi maneno ya mwisho ya watumishi wa Mungu ya kubariki. Akawaambia neema ya Bwana Yesu Kristo wewe kanisa la Korinto, usikuwe na sema, lakini ukue na nini asubuhi, mchana, jioni, usiku unapopata neema. Yesu alifanya nini? Alijitoa. Na kama tunataka kupata, kama tunataka kufika mahali tutarajiwa kufika, lazima maisha yetu yawe asubuhi tunajitoa, mchana tunajitoa, jioni tunajitoa, usiku tunajitoa. Usifanye vitu kwa kawaida, lakini anasema na upendo wa Mungu nani? Baba. Yesu alijitoa kwa ajili yetu, lakini Mungu Baba alijitoa. Ni wakati gani Mungu Baba? Ukisoma Yohana 3:6, Biblia inasema kwa maana Mungu alipenda nini? Akafanya nini? Akamtoa. Baba alipenda. Kwa mstari ya dini tumefanya mabaya kila aina, lakini akaangalia, imepata pesa upendo haihesabu Mungu wa makosa. Ukiona Mungu anasema ulifanya upendo mchache. Asa upendo wa Mungu ulikuwa kuliko yale mabaya, na akaona akatuacha kwa njia kama hii. Tumefanya siku ya mwisho sote tunaenda kuangamia kwa mikono ya shetani. Asa akaamua kuonesha na kuzirisha upendo wake kwetu. Upendo si maneno ya maneno, upendo ni vitu ya nini? Ya vitendo. Ndiyo kulikuwa malaika mwema, alikuwa na uwezo wa kutuma malaika, alikuwa na uwezo wa kutuma malaika, lakini mbingu ikachagua mwanawe wa pekee, yule anayefanya nini? Anayempenda, kwa kuzirisha kwamba anatupenda. Akafanya nini? Akatutolea, akaja hata duniani. Akafanya nini? Sasa Paulo anaambia kanisa la Korinto, wao mmeokoka, lakini kama mnataka kuanuka kuwa kama sisi, tunapata kila kitu, kila siku, kila mchana, kila moyoni, mwe na maisha ya kufanya ya kujitoa. Lakini namba 2, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, mwe na maisha ya kufanya nini? Ya kutoa. Upenda kutoa. Ukisema tu nampenda Mungu, lazima utoe, na kama utoi au mpendo, hasa upendo wa Mungu Baba, Mwana kazi yake ni sana. Na neema ni kutoa, kujitoa.
Baba kazi yake ni upendo, na upendo ni kufanya nini? Kutoa. Hii mwaka hauwezi kupanuka ukiwa hautoi. Mtu yeyote hatoi, na tunatolea watu ngapi? Ile. Kama mtu yeyote mwenye hatoi, hii mwaka ni mwaka kando ya sisi kujitoa, lakini mwaka ni sisi ni mwaka wa kufanya nini? Mwaka kutoa. Na kama utoaji usitarajie, ni ndoto ya mchana, hata ufunge, hata uombe, hata ufanye nini, hauwezi kupanuka kuwa bili. Nataka kupatia watu karibu hili. Ndio maana Mungu kwa sababu mtoaji aliweza kupata kila. Nikuulize, Mungu amekuwa mchoyo, unajua atakupiga. Amekataa neema yake, hewa ni yake. Mungu amekuwa mchoyo. Na kwambia tungekuwa na usi wa pumzi ya hewa kwa bei nini? Kali. Lakini kwa sababu Mungu mbingu na iliona kwamba Mungu anataka kuwa na vitu mingi, lakini hiyo vitu mingi anataka kuwa nayo si kwa ajili ya wewe. Mashamba ni yake, dhahabu ni yake, pesa ni yake, lakini anakugawia kila moja mchana, kila moja jioni, kila moja. Na Mungu akiona unataka anuka kwa ajili ya wewe, lakini mbingu ikiona unataka kupanuka kwa ajili yako mwenyewe, hautaenda mahali. Sikudai. Na viongozi, sifa yote ya leader, hauwezi kuwa kiongozi ukiwa mchoyo. Watu wanafuata mtu yote anapeana. Wao wafuate mtu mwenye afanye nini? Apeane. Sifa ya kiongozi. Na kiongozi msema tusome katika chukua katika kitabu ya Isaya sura ya 3 mlango wa 5 mpaka 6. Tusikie sifa ya kiongozi. Tunasema ana vitu vingi, ana mali nyingi, ana nyumba, ana mashamba, ana makampuni, ana viwanda, lakini sifa ya kiongozi ni Isaya sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 6. Tusikie sifa ya kiongozi. Nataka kuwa mzuri. Ni mwaka Mungu anapenda kupanuka, ni mzuri. Lakini kama tunataka kupanuka, lazima tuwe watu tunajitoa, na lazima tuwe watu tunatoa kila siku. Isaya sura ya 3 mstari wa 5 mpaka 6. Nao watu wataonewa. Nao watu wataonewa. Isaya 3 mstari wa 5 mpaka 6. Nao watu wataonewa, kila mtu na mwenzie, na kila mtu na jirani yake. Mtoto atajivuna mbele ya mzee. Kwa Biblia yako kuanzia 6:7. Kwa Biblia ni 6. Imeandikwa, mtu atakapomshika ndugu yake ndani ya nyumba ya baba yake. Na mtu atamshika ndugu yao katika nyumba ya baba yake, akisema, wakamwambia, wewe ni nguvu, na wewe mfalme wetu, ututawale wewe. Ututawale sisi. Na mahala hapa kupomoka pawe chini ya mkono wako. Na mahali pote paliharibika kwa nchi, wewe tuongoze pale. Basi siku ile itainuka sauti yangu. Huyo mwenyewe atapenda kumweka mfalme, atainuka na atasema, mimi sitakuwa mkono wa watu. Mimi siweze kuwa daraja ndogo, siweze kuwatibu, siweze kuwasaidia. Kwa nini aweze kuwa mfalme na aweze kuwasaidia? Kwa maana ndani ya nyumba yangu mimi mwenyewe hamna chakula, sina chakula wala mavazi. Sina mavazi. Sasa kwa mfano, wakati mtalia njaa za chakula kuwapatia, wakati mtahitaji mavazi na kosa, msiweze kutumia chakula cha mtu. Ila ndiko Mungu anawaambia kinabii,